sura ya 19 mstari wa 34, nitasoma kwa jina la Yesu Kristo Mungu mkuu. Lakini askari mmojawapo alimchoma ubavu kwa mkuki, na mara ikatoka damu na maji. Rudia tena. Lakini askari mmojawapo alimchoma ubavu kwa mkuki, na mara ikatoka damu na maji. Waraka wa kwanza Yohana 5:6 soma. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 6 soma. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 6, nitasoma kwa jina la Yesu Kristo Mungu mkuu. Huyu ndiye aliyekuja kwa maji na damu, Yesu Kristo, si katika maji tu, bali katika maji na katika damu. Amen. Maji ya uzima yaletayo ukombozi mkubwa. Amen. Mpaka leo ni jambo la ajabu duniani. Wakristo wanajua Yesu alikuja na damu. Hawajui Yesu alikuja na maji pia. Si kwamba hawajui, ni kuto kufundishwa au kupuuza swala la maji. Maji ni Mungu mwenyewe. Amen. Maji ni Mungu mwenyewe. Kwa sababu Mungu mwenyewe ni uzima. Maji ni uzima. Amen. Maji yakiombewa yana nguvu sana kufungua mtu. Amen. Maji yanapokuwa yamewekwa wakfu kwa ajili ya utakaso, kwa ajili ya kufunguliwa na kuponywa, maji yana nguvu kubwa sana. Mwingine atasema sasa, kwa nini unahubiri maji usubiri jina la Yesu? Yesu alikuja na maji na damu. Ninaweza nikahubiri habari ya damu ya Yesu, naweza kuhubiri habari ya maji ya Yesu. Kwa sababu Yesu alikuja na damu na nini? Na maji. Biblia inasema, ukiona kwenye Biblia kuna andiko ambalo halina msaidizi, halina mwenzake, basi ujue lile andiko halina nguvu ya uthibitisho. Ya nini? Ya uthibitisho. Ijapokuwa kila andiko lina pumzi ya Mungu, kila andiko. Ijapokuwa neno linapozungumzwa mara 2 mara 3, maana yake linathibitishwa kwamba ni sahihi kabisa. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Ni kama kwenye andiko kuna mstari mmoja tu kwenye Biblia unasema wanawake wanyamaze, wanyamaze mbele ya kanisa, wakae kimya. Ni andiko hili halina mwenzake. Maana yake ilifika mahali Paulo akachoshwa na kanisa la Korinto, akapiga marufuku. Maana inawezekana kuna vitu ambavyo vilikuwa vinatesa au vinasumbua katika lile kanisa. Kwa hiyo unakupa andiko moja likiwa peke yake, halina mwenzake, maana yake halijathibitishwa zaidi. Tunapoona Yesu alichoma ubavuni kukatoka maji na damu, waraka wa kwanza wa Yohana 5:6 inasema Yesu hakuja tu kwa damu, bali alikuja pia kwa maji. Na tunaona Yesu alitumia sana maji katika ufungulivu. Amen. Kuna mambo makubwa mawili nataka ujue, na hili utafahamu vizuri. Kuzimu hamna maji. Kuzimu hakuna nini? Hakuna nini? Maji. Hakuna maji. Kuzimu hamna maji. Maana mtu hawajanielewa. Narudia tena, kuzimu hakuna maji. Okay, ngoja nikupe mfano. Hata mtu akifia kwenye maji, huwa abaki kwenye maji, anaibuka juu. Ndio. Manake maji yanakataa maiti. Amen. Sasa ndio mchapia Yesu makofi. Amen. Kuzimu hakuna maji. Ukisikia wachawi wanaenda ziwani, wanaenda, hawaendi kwenye maji, wanaenda chini ya ziwa, wanatafuta ardhi, mchanga ule wa ziwani, wanatumbukia kule ndani kabisa, pakavu.
Wao nikupe andiko uamini. Luka mtakatifu 16:24. Luka mtakatifu 16:24. Baada ya hapo utaenda Luka 11:24. Karibu. Luka mtakatifu sura ya 16 mstari wa 24. Nitasoma kwa jina la Yesu Kristo Mungu mkuu. Akalia, akasema, Baba Ibrahim, nihurumie, umtume Lazaro achovye ncha ya kidole chake majini, au burudishe ulimi wangu, kwa sababu ninateswa katika moto huu. Jehanamu haina maji. Ndio maana maji yanazima maji moto. Sema amen. Amen. Maji, ukitumia maji ya maombi, kama kuna nguvu za kuzimu zinakimbia. Amen. Kitumia maji ya maombi, kama mtu alikuwa amerogwa, akinywa au akaogeshwa akakubali kuoga na maji ya uzima, au akakubali kunawa au akanywa, amepona. Amen. Kama siku yake inakuwa hakuitwa kuondoka kwenye hii dunia, kama ni mkono wa wanadamu, maana kuna watu wanakufa kwa sababu ya mkono wa unafikiri anayekufa ni mpango wa Mungu? Wewe niwafundisha kitu kingine. Mtu akifa ambaye sio siku zake kufa, akifa ataendelea kuzurura kwenye hii dunia. Ataendelea kusumbua watu kwenye ndoto. Utasikia muonekana si wapi, si nani amemota. Jua anaendelea kuishi maisha yake ya duniani ambayo angeishi. Sasa hajamaliza, anazunguka, hajafa. Ndio ile kitu inaitwa msukule. Unafikiri ni vitu vya uongo? Ndio wanakatwa ulimi, wanawekwa juu ya dari, wanafichwa kwenye maduka. Si kila duka kubwa, lakini baadhi kuna maduka yanauzwa na misukule. Ndio. Maana yake ni kuzimu hakuna maji. Kuzimu hakuna nini? Hakuna maji. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amen. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amen. Twende sasa. Pepo halipiti mahali palipo na maji ya uzima, maji ya maombi. Ndio. Pepo mchafu hapiti mahali palipo na maji ya uzima. Never. Nikiona maji ya uzima tu ninakimbia. Amina. Luka mtakatifu 11:24. So, Luka mtakatifu sura ya 11 mstari wa 24, nitasoma kwa jina la Yesu Kristo Mungu mkuu. Pepo mchafu amtokapo mtu upitia mahali pasipo maji, akitafuta mahali pa kupumzika. Mathayo 12:43. Mathayo sura ya 12:43. Mathayo sura ya 12 mstari wa 43, nitasoma kwa jina la Yesu Kristo Mungu mkuu. Pepo mchafu amtokapo mtu upitia mahali pasipo maji, akitafuta mahali pa kupumzika asipate. Upita mahali Pasipo maji. kwa sababu pepo likipita mahali kwenye maji linaungua. Lakini sio maji kama maji tu, maji yaliyoombewa. Amen. Sio maji kama maji, maji Yaliyoombewa. kwa sababu kama ni kuna maji pia kuna maji ya maiti. Ndio. Lakini ni maji ya utakaso. Amen. Maji yaliyoombewa. Amen. Maji yaliyowekwa wakfu. Amina. Sema amen kubwa. Amen. Maji ni uzima. Halo? Amen. Maji nini? Ni uzima. Ni uzima. Ndio maana mtu yote akizidiwa, huduma ya kwanza ni mbili tu. Hamna huduma tatu. Huduma ni hizi. Mtu amepata ajali, kazidiwa,
Huduma ni mbili tu. Either ataongezewa damu au maji. Full stop. Mwekeni drip ni maji yale. Ila ni maji yanayopitishwa kwenye mshipa ili yafanye kazi haraka. Kwa yale maji yanaleta uhai kwa mtu. Amen. Sasa maji yaliyoombewa ni zaidi, yanafanya zaidi. Amen. Ya wanadamu. Amen. Sema amen kubwa. Amen. Maji yanatunza sauti ya Bwana Yesu. Maji yanatunza sauti ya Bwana Yesu. Narudia. Maji yanatunza sauti ya Bwana Yesu. Nikiyaombea maji, kupitia maji haya, magonjwa ya kichawi, uharibifu, nguvu za giza, roho za kutofanikiwa, kila maagano ya uharibifu, kupitia maji haya kila uharibifu ukaondolewe. Amen. Ile nguvu ya maombi na ile jina la Yesu kwenye maji. Amen. Narudia tena. Sauti ya Bwana Yesu inakaa kwenye maji. Amen. Zaburi 29 mstari wa 3. Zaburi 29 mstari wa ngapi? Sauti ya Bwana Yesu inakaa wapi? Inatunza nguvu. Sauti ni nguvu, ndo upako, ndo kila kitu. Hakuna mtu kufunguliwa mpaka itamkwe kwa jina la Yesu, pokea uponyaji, pokea uzima, pokea kufunguliwa. Ile sauti, badala ya mtu kutamka, sauti inamezwa kwenye maji. Kwa maji yanakuwa na sauti ya Yesu. Amen. Zaburi 29 mstari wa 3. So Zaburi sura ya 29 mstari wa 3, nitasoma kwa jina la Yesu Kristo mkuu. Sauti ya Bwana Yesu ii juu ya maji. Rudia. Sauti ya Bwana Yesu ii juu ya maji. Hawajasikia, rudia tena. Sauti ya Bwana Yesu ii juu ya maji. Mungu wa utukufu alipiga radi. Bwana Yesu yu juu ya maji mengi. Merudiwa tena maji. Bwana Yesu utukufu alipiga radi. Utukufu wake uko juu ya maji. Amen. Sio kama vile unavyoona mvua kama ni kubwa au inanyesha, unaona radi inashuka alafu mvua inateremka. Umeelewa? Amen. Naamuru kupitia maji ya uzima radi ikawamalize wachawi. Amen. Radi ya Yesu ikawamalize watesi. Amen. Nikaondoe magonjwa. Amen. Nikaondoe falme za giza. Amen. Sema amen. Amen. Sema kupitia maji ya uzima. Kupitia maji ya uzima. Radi ya Yesu ikawasete, ikawabomoe watesi wa maisha yao. Watesi wa maisha yao. Ndio maana Agano la Kale ilikuwa marufuku mtu kuingia. Madhabahuni bila kunawa mikono, kunawa miguu. Wale jamaa zetu wale wako kwenye Torati, na ile Torati wanaifanyia kazi katika miili yao. Ndio. Unapoingia mahali pa kuabudu, unanawa uso. Sasa tofauti ni kwamba kila mtu ameshaoga nyumbani kwake, amekuja. Ndio. Lakini kwa kawaida, kama vile ambavyo kipindi kile cha corona, kagizo kwamba kila mahali paweke ndoo, watu wananawa, ndio wanaingia kuabudu. Maji yanaondoa uchafu wa kiroho na wa kimwili. Amen. Narudia. Maji yanaondoa uchafu wa kiroho na wa kimwili. Amen. Ndio maana hakuna mwenye upako kichaa au asioga. Mwambie mwenzako, ukitaka usiwe na nguvu za Mungu acha kuoga. Ukitaka usiwe na nguvu za Mungu acha kuoga. Mwambie tu. Mwambie sijasema usijaoga, nasema hivi. Ongea sasa, mwambie. Ukitaka Roho Mtakatifu asikae ndani yako acha kuoga. Ukitaka Roho Mtakatifu asikae ndani yako acha kuoga.
Ndio maana Yesu alibadilisha maombi akasema, zamani, ngoja kwa niwaambie kitu. Kipindi cha zamani ili ujulikane umefunga, hakuna kuoga, hakuna kupaka mafuta, hakuna kuvaa nguo safi, unavaa gunia. Na sio hivyo tu, unagaragara kwenye mavumbi. Yesu akabadilisha. Akasema, sasa hivi mnapofunga, nawa. Amen. Oga. Amen. Paka mafuta. Amen. Yesu akaboresha. Sema akaboresha. Akaboresha. Sema akaboresha. Akaboresha. Sema akaboresha. Akaboresha. Sasa hivi ukifunga unataka uoge. Amina. 30 mstari wa 17 hadi wa 21. Anza upya, Kutoka sura ya 30 mstari wa 17 hadi wa 21. Nitasoma kwa jina la Yesu Kristo Mungu mkuu. Bwana Yesu akanena na Musa na kumwambia, fanya na birika la shaba na tako lake la shaba ili kuogea. Nawe utaliweka kati ya hema ya kukutania na madhabahu, nawe utatilia maji. Utatia maji. Endelea. 19. Na Aruni na wanawe wataosha mikono yao na miguu yao humo. Hapo waingiapo ndani ya hema ya kukutania, watajiosha majini ili wasife. Au yanaondoa mauti. Endelea. Au hapo watakapoikaribia madhabahu ili watumike kumteketezea Bwana Yesu sadaka ya moto, basi wataosha mikono yao na miguu yao ili kwamba wasife. Na neno hili litakuwa amri kwao milele mpaka leo mnyama, kwake yeye na kwa wazao wake katika vizazi vyao vyote. Kuna neno linasema milele, maana yake ali-expire. Amina. Sema amen. Amen. Angalia nguvu ya nini? Jamani. Sasa sisi tofauti yetu, hatuweki pale birika, hatuweki pale, lakini tunayo maji ya uzima. Amen. Yapo. Mwambie mzako tunayo maji ya uzima. Tunayo maji ya uzima. Mwambie tunayo maji ya uzima. Tunayo maji ya uzima. Na kama kuna kitu watu wanatakiwa kujua, kitu ambacho hakirogeki ni maji. Amen. Maji hayarogeki. Hayarogeki. Maji yaliyoombewa hakuna mtu wa kuyaloga tena. Amen. Hata ungeweka kwenye kabati muda gani, hata nguvu ya Yesu itakuwa pale pale kwenye. Sema amen. Amen. Miujiza ambayo watu wamepokea kupitia maji ya maombi ni mingi sana. Amina. Ni mikubwa. Amen. Tambua nguvu ya maji ya uzima. Amen. Unakumbuka ile jeshi la mapepo Legion, alikuwa amekamatwa nao yule kichaa aliyekuwa anakaa makaburini. Alikuwa anakaa makaburini. Ile jeshi likasema, tunakuomba tuamuru tukawaingie nguruwe. Halo. Amen. Kaingie nini? Nguruwe. Si ndio mwanzo wengine kutuacha kula nyama ya nguruwe? Kaingie nini? Nguruwe. Kwa yale mapepo yakaenda kwa nguruwe. Lakini yale mapepo hayakubaki kwa nguruwe. Hii ndio kitu watu hawamalizii. Yale mapepo hayakubaki kwa nguruwe mla leo hana mapepo. Wale wa Yesu walioamuru mapepo walifia baharini.
Simemchapia Yesu makofi. Amen. Hayakukaa yale mapepo ya kukaa ndani ya nguruwe, bali yajikuta yameenda kwenye maji, na yalipofika kwenye maji yaka. Na nguruwe walikuwa nguruwe 2000. Walikuwa nguruwe wale Yesu alioamuru wale nguruwe walikuwa 2000. Wakaenda kwenye bahari. Wakafia huko. Wali walifia. Narudia, kwenye maji nguvu za giza zikae zinakufa. Amen. Hayo makofi sio kama watu wanaelewa. Amen. Nasema kwenye maji yaliyoombewa maji ya uzima, nguvu za giza zikae humo, zikiingia zinakufa. Amen. Zinateketea. Amen. Wale nguruwe walikufa walipoingia kwenye maji. Walikuwa nguruwe 2000. Hebu fikiria, sasa hapa kuna kitu nataka nikupe hesabu ya kiroho. Mtu mmoja alikuwa na mapepo 2000. 2000. Na kila pepo lilikula sadaka moja ya nguruwe. Sasa nikikuingiza kwingine huko naona utachanganyikiwa. Kila pepo lilikula sadaka ya nguruwe moja. Kwa maana ya leo, Kiswahili cha leo ili unielewe vizuri. Yule aliyekuwa na kichaa alikombolewa kwa sadaka ya nguruwe 2000. Ndio. Amen. Alo. Amen. Alo. Amen. Hebu soma pale. Luka mtakatifu sura ya 8 mstari wa 33. Soma. Luka mtakatifu sura ya 8 mstari wa 33, mtasoma kwa jina la Yesu Kristo Mungu mkuu. Pepo wakamtoka mtu yule, wakaingia nguruwe. Nalo kundi liliteremka gengeni kwa kasi, wakaingia ziwani, wakafa maji. Sasa nakuthibitishia ili ujue kwamba walikuwa ni nguruwe 2000. Marko 5:13. Marko 5:13. Yaani mtu mmoja alikombolewa baada ya sadaka ya nguruwe 2000 kuteketea, mtu akapona. Ngoja nikusaidie. Tunapona kwa imani. Yesu ametuachia matendo. Nabii anasema imani bila matendo imefanyaje? Waanza kuimba tu. Imekwisha pale Kalvari, yote yamekwisha. Mbona na malaria? Mbona usiku unanyongwa? Si yamekwisha Kalvari. Why? Yalikwisha hajakwisha? Wachao wameisha au je? Kalvari aliisha yakwisha? Some pale, Marko sura ya 5 mstari wa 13, nitasoma kwa jina la Yesu Kristo Mungu mkuu. Akawapa ruhusa. Wale pepo wachafu wakatoka, wakaingia katika wale nguruwe. Nalo kundi lote likateremka kwa kasi gengeni, wakaingia baharini, wapata 2000, wakafa baharini. 2000 nguruwe. 2000. Hii point yangu ya leo. Yesu alioniagiza maji ya uzima yana nguvu ya kuua nguvu za giza. Amen. Kama umekosa mkono wa kuhani, tumia maji ya uzima. Amen. Tumia nini? Na usidharau. Umechota upako wote. Umechota upako wote. Sema amen. Amen.
kumewekwa malaika wa maji maalum. Yupo malaika wa maji. Watu wanajua malaika wa kusifu. Yaani ngoja nikusaidie. Kila kitu kina malaika. Kuna malaika wa madhabahu, kuna malaika wa sanduku la agano lile pale, la dhabihu la maombi. Kuna malaika wa kusifu. Kuna malaika wa kuabudu. Alafu na malaika wa maji. Sasa ingekuwa maji hayana muhimu, kungekuwa na malaika. Ufunuo 16 mstari wa 5. Ufunuo Yohana 16 mstari wa 5. Soma. Ufunuo Yohana 16 mstari wa 5. Tunaona pale malaika wa maji. Kwa maji yana malaika wake. Ninamtuma malaika wa maji ya uzima akakufungua leo kwa jina la Yesu. Ninamtuma malaika wa maji ya uzima akafungue familia yako, akafungue biashara yako, akafungue ofisi yako, akafungue nyumba yako, akafungue tumbo lako la uzazi. Malaika wa maji. Anayepinga maji malaika hana malaika. Twende pale Ufunuo wa Yohana sura ya 16 mstari wa 5. Nitasoma kwa jina la Yesu Kristo mkuu. Soma. Nami nikamsikia malaika wa maji akisema. Nikamsikia malaika wa maji wa maombi, wa kusifu, wa maji. Malaika wa nini? Wa maji. Akawa anasema nini? Wewe u mwenye haki. Wewe u mwenye haki. Kumbe kutumia maji ya uzima ni haki. Ni haki mbele za Yesu. Ni haki mbinguni. Ni haki kwenye madhabahu. Nakupa matirio ambao hujawahi kusikia. Mimi kila mahali watu wananiuliza hivi, kwani unafundisha vitu gani? Mbona unafundisha vipi ya kila siku? Sasa tukiwa na redio ndio imewaka, sisi ndio watasikia vipya vya duniani, vipya vyote. Amen. Malaika wa nini? Wa maji. Wa maji. Umemaliza? Uliyeko na uliyekuwako mtakatifu, kwa kuwa umehukumu hivi. Jesus. Umehukumu hivi. Umeamua kuwashughulikia kwa njia hiyo ya maji. Amen. Umeamua kuwateketeza kwa njia ya maji. Amen. Umeamua kutoa magonjwa kwa njia ya maji. Amen. Maji ya uzima. Amina. Maji ya uzima. Amen. Maji ya uzima. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amina. Ni sawa na vile watu wanataka majina yao yaandikwe kwenye kitabu cha nini? Wakati duniani umeandikwa kwenye kitabu cha kufa na kuzikana. Lakini unasema umeokoka, unataka jina lako liandikwe kwenye kitabu cha nini? Wakati hapa duniani umeandikwa kwenye kitabu cha nini? Cha kufa. Hamna kazi. Amina. Amen. Kama umeferea wenzako wanakufa na uko kwenye daftari, inawezekana namba inafuata ya kwake. Maana kitabu cha kufa na nini? Zengo. Usianze kuogopa vitu ambavyo havina maana. Wewe umesikiaga wote duniani waliozikwaga walikuwa wako kwenye kitabu cha Zengo. Zengo nzuri, ishi na watu vizuri. Kwisha. Amen. Hujasema amen kubwa. Amen. 10. Ibada ya watu walio hai nusu saa. Ibada ya maiti masaa 10. Ibada ya walio hai haitoboi hata lisali moja, watu wamechoka, wanaondoka. Ila ibada ya maiti watu hawachoki, weka. Hawachoki. Kuna mtafuta shetani gani? Shetani gani wewe mtafuta kwenye hii dunia? Piga kelele sema Yesu ni uzima. Yesu ni uzima. Piga kelele sema Yesu ni uzima. Yesu ni uzima. Sema kuanzia leo, kuanzia leo nabaki kwenye kitabu. Kwenye kitabu. Malizie. Malizia kitabu. Kitabu. Cha uzima. Kitabu. Cha uzima. Kitabu.
Chazengo kaondoka Jiondo. Amen. Wanaotumia maji ya uzima hawatahuzunika tena kabisa. Yesu aondoe huzuni, aondoe kila kitu ambacho cha uharibifu kupitia maji ya uzima. Yesu akuondolee kila aina ya huzuni. Sema amen kubwa. Amen. Yeremia 31 mstari wa 12, soma pale. Alafu tutamalizia na mstari mmoja wa ajabu sana ambao watu wengi hawajui. Twende pale Yeremia sura 31 mstari wa 12, nitasoma kwa jina la Yesu Kristo Mungu mkuu. Ndio. Nao watakuja na kuimba katika mlima Sayuni. Katika mlima Sayuni, katika madhabahu yake. Endelea. Wataukimbilia wema wa Bwana Yesu. Watakimbilia wema wa Bwana Yesu. Nafaka na divai na mafuta na wachanga wa kondoo na wa ng'ombe na roho zao zitakuwa kama bustani iliyotiwa maji. Kama bustani iliyotiwa maji. Roho zao itakuwa kama nini? Bustani iliyotiwa maji. Bustani iliyotiwa nini? Maji. Malizia hapa. Wala hawatahuzunika tena kabisa. Hawatahuzunika tena kabisa. Hawatahuzunika tena kabisa. Uliambiwa mbinguni kuna tiles za dhahabu. Mbinguni madirisha ya marumaru almasi. Si ndio? Amina. Kuna kitu kuambiwa ambacho kiko mbinguni. Nataka nikuongezee. Mbinguni kuna mto wa maji ya uzima. Amen. Mbinguni kuna mto wa maji ya nini? Ya uzima. Mbinguni. Uliambiwa tu kuna dhahabu, ule mji ni mzuri. Wamesahau kukwambia kuna mto wa maji ya uzima. Yaani mbinguni kuna mto wa maji ya uzima. Kwa mbinguni kuna mto wa maji ya uzima. Amen. Ufunuo 22:1. Ufunuo 22 mstari wa ngapi? Wa kwanza. Mbinguni kuna mto. Tena Kiingereza nasema the river of water of life. Soma baba. Ufunuo sura 22 mstari wa kwanza, nitasoma kwa jina la Yesu Kristo Mungu mkuu. Kisha akanionyesha mto wa maji ya uzima wenye kung'aa kama bilauri akitoka katika kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo. Rudia tena. Kisha akanionyesha mto wa maji ya uzima. Mto wa maji ya uzima. Uko mbinguni mto wa maji ya uzima. Mto wa maji ya uzima. Mto wa maji ya uzima.